wanafunzi wote wa jiji la Mbeya ni marufuku kukaa chini. Lakini la pili, mkurugenzi, nalo kupongeza ni pamoja na kuhakikisha wafanyabiashara wa Mbeya wanalipa kodi ya leseni, wanahuisha leseni zao na matokeo yake wanayaona kwa vitendo. Kwa hiyo niendelee kutumia fursa hii kuwaomba wafanyabiashara wa Mbeya tuendelee kukata leseni zetu kwa wakati, kuhuisha leseni zetu kwa wakati, na kile mnachochangia serikali kwa kulipia kwenye leseni ndio matokeo yetu haya. Watoto wetu wanaenda kusoma bila bugdha, kwa utaratibu mzuri. Au madawati ya miaoni jamani, madawati oye oye, Mbeya oye oye, Kijazi oye oye. La pili, leo tutakabidhi madawati kwenye shule za msingi 1000, ikiwa ni mpango wa kukabidhi madawati 2222 kwa shule za msingi 15. Kuna mtu atakaa chini hapo? Hapana. Kwa sekondari leo tutakabidhi 526 na tunaenda kuhakikisha maandalizi ya kupokea wanafunzi kwa ajili ya kidato cha kwanza yanaanza, na wote watakuta viti na meza madarasani kwao. Mbeya oye oye, elimu oye oye. Haya ni matunda mazuri ya utekelezaji wa ilani iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6, na nitumie fursa hii kuendelea kuwataka na kuwaomba tuiunge mkono. Moja, kwa nini tuiunge mkono au nini ufanye kuunga mkono? Ni kuhakikisha sisi wazazi tunazungumza na watoto wetu watunze vifaa hivi. Wazazi oye oye. Nimeona niliseme kwa msisitizo hili na kuwaomba wanafunzi oye. Nyinyi mna kazi ngapi? Ya kwanza, ya pili, kutunza vifaa hivi tunavyowapa. Katika halmashauri yetu ya jiji la Mbeya tumejiwekea lengo kukamilisha miundombinu ya shule zetu za msingi na sekondari. Kwa hiyo leo tunaanza kwa kukabidhi madawati 1000, madawati, viti na meza za kuandikia. Sisi tumejiwekea lengo letu, hatutaki watoto wakae chini. Tunataka kila mtoto awe na dawati lake, kiti chake na meza yake. Ile tabia ya mzazi anaambiwa atengeneze dawati la mtoto, atengeneze meza na kiti ndio aje shule, hiyo sisi kwa jiji tumeikataa. Kwa hiyo mapato tunayoyakusanya katika halmashauri yetu ya jiji tumeweka kipaumbele katika miundombinu ya shule zetu za msingi na sekondari. Na hivi tu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hatuna mtoto anayekaa chini. Watoto wote wana madawati na hatujamaliza bado. Tumejiwekea mwaka huu wa fedha kila mtoto atakuwa na kiti chake na meza yake na dawati lake. Kwenye miundombinu ya ujenzi tunaendelea vizuri, na kwa mwaka huu wa fedha pia tumekubaliana tumekamilisha ujenzi wa madarasa. Utengenezaji wa madawati. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika kipengele hiki tumefanikiwa kupeleka shilingi milioni 130 kwenye utengenezaji wa viti na meza kwa shule za sekondari. Viti na meza 576 vimetengenezwa, lakini madawati 2222 yametengenezwa. Na hapa madawati yaliyopo ni kama madawati 1000 ambayo utayakabidhi, na mengine yatakabidhiwa yakiwa katika eneo la matengenezo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, haya yote ambayo nimeyasema hapa ni utekelezaji wa maagizo ya serikali, na niwaombe wananchi waelewe kwamba jiji lao pamoja na maelekezo ya serikali na Mheshimiwa Rais ni kwamba fedha tunazozikusanya tuhakikishe kwamba 70% ya fedha zile zinakwenda kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kama hii ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa utakabidhi madawati sehemu hii.